Waheshimiwa wakuu wa mikoa, nimewaalika hapa ili tuweze kuongea machache kwa niaba ya wenzenu wote. Mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania, yani TMA, ilitoa utabiri wa mwelekeo wa msimu wa mvua za vuli na mvua za msimu kwa kipindi cha Oktoba 2025 hadi Disemba 2025 na kipindi cha mwezi Novemba 2025 hadi Aprili 2026 mtawalia. Na kutokana na utabiri huo, baadhi ya mikoa hapa nchini inatarajiwa kuwa na mvua za chini ya wastani hadi wastani kwenda chini ya wastani, na kutawaliwa na vipindi virefu vya ukavu na mtawanyiko wa mvua usioridhisha. Tathmini ya mamlaka ya hali ya hewa inaonesha hali ya kuchelewa kwa mvua inatarajiwa katika maeneo ya mkoa wako wa Dodoma, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mkoa wa Katavi, mkoa wa Kigoma, mkoa wako wa Singida, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Tabora, pamoja na mikoa ya Iringa, Mbeya, Mtwara, Njombe, Songwe, Rukwa, Ruvuma, pamoja na kusini mwa mkoa wa Morogoro. Na kutokana na taarifa hiyo, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania nimeona ni vyema nitumie fursa hii kusisitiza masuala kadhaa muhimu kwa wananchi na mamlaka mbalimbali za serikali ili tuweze kujiandaa. Moja, Watanzania wote kujenga tabia ya kufuatilia kwa karibu taarifa za utabiri wa hali ya hewa pamoja na kuzingatia ushauri na maelekezo yanayotolewa. Waheshimiwa wakuu wa mikoa, mnakumbuka huwa inatokea tahadhari hizi zinatolewa, tunachelewa kuchukua hatua sote kama Watanzania, serikali, taasisi za serikali na wananchi wote kwa ujumla, na inakuja kutokea madhara kama ambavyo tumewahi kushuhudia, mafuriko ya udongo kule Manyara, ama mafuriko katika baadhi ya maeneo ya wananchi waliojenga kwenye mabonde. Kwa mara hii tunatahadharishwa kuhusu uhaba wa mvua, kwamba mvua hazitakuja za kutosheleza na zitakuwa na mtawanyiko usioridhisha. Ninawakumbusha wakulima kujiandaa kuwa tayari, kuandaa mashamba kwa wakati na kutumia pembejeo ikiwemo mbegu na mbolea zinazoendana na hali ya hewa tuliyotahadharishwa. Tutumie mbolea na tutumie mbegu zinazoendana na upatikanaji wa mvua chache, sambamba na kuzingatia ushauri wa wataalamu wa kilimo ambao kwa sasa wanazunguka nchi nzima kukutana na wakulima na kutoa elimu. Pamoja na kuwa hakuna tishio la uhaba wa chakula, kwa sasa kama nchi tuna akiba ya ziada, tuna chakula cha kujitosheleza, tuna hifadhi ya chakula ya kutosha kama nchi. Lakini ni vyema wananchi waendelee kuzingatia matumizi sahihi ya chakula, ikiwemo kuweka akiba na kuepuka matumizi yasiyofaa, kwa sababu tumetahadharishwa kuhusu hali ya mvua kwamba hazitatosheleza, kwa hiyo huenda ikaathiri mavuno. Kwa ni vizuri tukaanza kuhifadhi akiba ya chakula tulionayo. Na kwa upande wa wafugaji, wanashauriwa kuweka mipango mizuri ya matumizi na uhifadhi wa maji na chakula cha mifugo. Ni jambo ambalo mara zote tumekuwa tukielezewa, ni vizuri sana tukalizingatia, hasa kwa wakati huu. Matumizi bora ya malisho, uhifadhi wa chakula pamoja na maji kwa ajili ya mifugo, ili yasijitokeze yale ambayo tumewahi kuyashuhudia ya upotevu mkubwa wa mifugo kutokana na uhaba wa chakula pamoja na maji. Wakuu wa mikoa pamoja na wakuu wa wilaya, wasimamieni maafisa ugani ili muhakikishe wanawatembelea wakulima na kutoa ushauri, ikiwemo matumizi sahihi ya mbegu kulingana na hali ya hewa badala ya kukaa maofisini. Tumekuwa na shida hii ya kila mtu kuwa anakaa ofisini. Sasa ofisi za baadhi yetu inatakiwa iwe
kule kazi yao majukumu yao yanakotaka wawe, wawasimamie, wawaelekeze, wawaelimishe wakulima, wawaelimishe wafugaji, ili madhara ya tahadhari hii tuliopewa yasiwe makubwa kwa wananchi wetu. Na kwa upande wa mamlaka ya bandari, mamlaka ya mapato TRA, TFC, wahakikishe kama kuna shehena zozote ambazo pengine ziko bandarini, pengine ziko kwenye meli, pengine zinakamilisha utaratibu wa kutolewa, zitolewe kwa udharura, zitolewe haraka, ili wakulima wetu waweze kuwahi msimu, pasiwepo na ucheleweshaji wa mbegu ama mbolea ama viuatilifu katika wakati huu ambapo wakulima wanataka waende sambamba na msimu unapoanza, na hasa katika baadhi ya maeneo ambako tayari tunaona kuna baadhi ya viashiria kwamba msimu